Hilo ni tatizo kubwa barani Afrika. Kwa mfano, profesa mbobezi wa uchumi, lakini kashindwa kutengeneza hata kiwanda ili uwe mfano. Kashindwa kutoa ufumbuzi wa kundi kubwa linohangaika na swala la uchumi, kwa sababu amekariri mambo ambayo yanamwea vigumu. Na ndio kila profesa anazungumzia au somea masuala ya uchumi au biashara, anazungumzia mtaji. Tuchukue mfano wa Mwalimu Nyerere na Mwinyi. Tuchukue mfano wa viongozi wawili ambao walibahatika kutawala Tanzania. Labda ajitokeze Mwinyi aseme nimekuta kapo liko tupu. Swali litakuja, Mwalimu Nyerere alipata wapi pesa ya kuyafanya hayo aliyofanya katika kipindi chake? Huu mfano uhamishe kwa watu wengine, hasa wane taaluma ambao ni mabingwa kulalamika. Sasa hii ndio mifumo ilivyo. Kwa mfano, T.R. Msigwa analeta mfumo mwingine, lazima akutane na vipingamizi, kwa sababu ukiruhusu mfumo wa Msigwa uchukue hatua, maana yake unakwenda kuua mfumo uliokuwepo. Na mfumo uliokuwepo hauwezi kufa, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaamini kwanza ndio mfumo bora, wanaamini hiyo, lakini pili kuna manufaa makubwa zaidi katika mfumo huo. Hawatizami namna gani wanaweza wakafanya taafifu kwa yule mtu ambaye labda anapanda tiketi kutoka, kunakata tiketi ya basi kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, au anapanda basi kutoka Dodoma au treni kutoka Dodoma kwenda Kigoma. Haangalii huko. Yeye anachoangalia kile kiwango chake kitatimia kwa kiwango gani. Hawa ndio wasomi wa Afrika. Kwa hiyo ni ngumu nchi za Afrika kujikwamua kwa kiwango cha kutosha. Tutazungumza sana, lakini mafanikio yatakuwa madogo sana. Ni kwa sababu unaweza ukawa na macho, lakini nguvu ya kuona kwa macho uliokuwa nayo ni ndogo. Na bora ukubali kuwa nguvu ya kuona kwako ni ndogo, ili umpe nafasi mtu mwingine. Lakini kwa nature au kwa asili ya Waafrika hawezi kubali hilo. Ukishamuita tu mheshimiwa, alafu leo uje umwambie wewe sio mheshimiwa, kinyongo cha hali ya juu sana. Na anaweza akatengeneza uadui mkubwa sana na wewe, wakati hajui maisha yanapita. Yani leo kunaweza ukawa na hichi, kesho ukawa na kile, leo ukakosa, kesho ukapata. Hayo ndio maisha. Hajui hilo. Yeye anajua yeye ndo anastahiki, yeye ndo anafaa kuwa na mazingira fulani. Kwa ni vizuri sana unaopewa nafasi ukajitambua na ukatambua kama una uwezo wa kuifanyia vyema nafasi hiyo. Na kama ukufanya vyema, maana yake unamdhalilisha yule aliyekupa nafasi hiyo, au unamkwamisha yule aliyekupa nafasi hiyo, kwa sababu hautoitendea haki, kwa sababu umeshindwa kukubali kuwa uwezo wako ni mdogo. Ni kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya tabia kujimwamba fai. Hii ndo saratani inayoua Afrika taratibu mno. Ubinafsi, umimi, kutotenda haki katika bara la Afrika.